Biblia inasema hivyo. Amen. Amen. He answers by fire. Hallelujah. Amen. Lift your hands and say, Jesus answers by fire. Jesus answers by fire. Jesus answers by fire. Therefore, I will not be afraid Therefore, I will not be afraid. of anything. Hallelujah. Amen. Give a clap to Jesus, a shout of praise. Hallelujah.
lake Yesu. You are great. You are great. You are great, Jesus. Hakuna kama wewe Yesu. Oh, yakaya nerevasi. We worship you. Oh, shalabasi. You are great. You are great. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one like you. Oh, you are great. You are great. You do miracles so great. There is no
Son of God is lifted high. Oh, wonderful and glorious Jesus, the Son of God is. Wonderful and glorious Jesus.
Ujumbe wa siku ya leo tunausoma kutoka kitabu ya Kumbukumbu la Torati 16. Ndio mistari ya kwanza, lakini tutaenda kwa mistari kadha wa kadha katika Biblia. Na ujumbe wa siku ya leo ni giving part 2. Kupeana kwa Mungu, kupeana ni jumla. Tuko na hiyo part 2. Siku ya Sunday tuliangalia lili jambo na nikasema tutakuja kuendelea Sunday hii ya leo. Nashukuru Bwana ametupatia uweza na nguvu kila mmoja tuweze kufika. Na Bwana akubariki sana. Tunapoanza kujifundisha juu ya kutoa, tunaona kwamba kuna kutoa mara 5. Hali ile tumepewa kutoa katika kanisa iko hali mara 5. Nimesema there are several types of giving. There is about 5 types. Aina 5 ya kutoa ambazo tumepewa kwenye Wakristo. Na ile number 1 liko ni offering. Hiyo ni sandaka ya kila Sunday. Sandaka. Number 2, tithes. Hiyo ni fungu la 10. Number 3, kuna first fruit. Hiyo ni mazao ya kwanza. Number 4, kuna thanksgiving. Hiyo ni kutoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Na lile la 5 ni alms. Alms, A-L-M-S. Alms. Alms nayo iko baadhi ya vile vitu tutatoa tukitumikia Mungu kwenye ili somo la kutoa. Kwa hivyo yale hizo aina ya kutoa mara 5 inahitajika kwa kila mmoja wetu. Nikizungumzia hayo nasema kwa wiki 3 hivi nimekuwa nikikumbusha kanisa juu ya amri ambazo Mungu ametuwekea kwenye ili neno lake. Na hizi amri ni sisi tuzifuate. Bwana Yesu Kristo akasema, enendeni duniani kote mkiwahubiria watu ili neno. Katika Mathayo 28 mstari wa 18-19 akasema, enendeni kote na mkawafundishe kutii amri zile zote nimewafundisha. Ndio anasema hivyo. Kwa hivyo kati ya hizo amri Bwana Yesu anatufundisha kwenye hii Biblia, kuna hiyo aina 5 ya kutoa. Na hiyo aina 5 ya kutoa ni wewe unachukua moja kati yapo, ama zote ni zako, ni za kila Mkristo. Kila mmoja iko na wakati wake. Na nikifundisha nitaanza na kutoa sandaka, that is offering. Tunaingia katika Kumbukumbu la Torati 16. Na ule ni mstari wa 16 pia. Hebu akitupatia kule tutaweza kuisoma pamoja. Kumbukumbu la Torati kifungu cha 16 na mstari wa 16 tuweze kusoma pamoja pale juu. 3 times I hear, all your male shall appear before the Lord your God in the place which he chooses. Am I reading alone? Aya, malizia hapo kila mmoja. At the feast of weeks. Tumaliziwe hilo fungu kwanza. Aya, tuanze tena ile fungu pamoja. Aya, twende pamoja. 3 times a year, all males shall appear before the Lord your God in the place which he chooses, at the feast of unleavened bread, at the feast of weeks, and the feast of and they shall not appear before the Lord empty-handed. Okay? Hiyo ilikuwa ya wana wa Israeli. Na mara 3 katika mwaka wangekuwa wanalazimika kwenda mbele za Bwana. Kama ni Yerusalemu, wote wafike pale. Na wote wasikuje mtu akiwa mkono tupu. Kutoka siku Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, na ibada ikawekwa kila siku ya kwanza ya wiki, ambao ndio siku tunaiita siku ya Bwana, because ndio siku Bwana Yesu alifufuka.
na wakaita siku ya Bwana. Na ikawa ndio hiyo siku ya Bwana tukuje kanisani baada ya kila siku 6, ili ya mwanzo wa wiki tukuje kanisani tuanze na Mungu. Na wakasema jinsi Mungu anahimiza wana wa Israeli pale, ndivyo anatuhimiza sisi wenyewe. Tusikuje kwenye nyumba ya Bwana mahali pa kuabudia nini? Mikono tupu. Na ndio hapo tunatoa sadaka. Ukuwe na sadaka, yani matoleo. Sadaka ina maana, neno ya Kiebrania inamaanisha kutoa, matoleo, inamaanisha matoleo. Kwa hivyo unapokuja mbele za Bwana kanisani, tafadhali usikuje mikono tupu. Kuja na kitu ile utatolea Mungu. Kama una pesa, angalia kitu ingine yeyote, beba ulete kwenye kanisa ya Bwana, akupatie baraka kwa ajili ya kutoa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasema ile kubwa unatoa, mstari itakuwa pale, iko katika 1 Corinthians chapter 9. Inasema ya kwamba ukitoa kidogo kidogo unabarikiwa tu nini? Tutaenda kuiona tukimalizia. Ukitoa nyingi nyingi utabarikiwa nini? Na hapo ndio penye sadaka iko. Ukitaka kubarikiwa kwenye sadaka, anza kutoa nyingi, ndio uone vile Bwana Mungu anaenda kutubariki kwa ajili ya kutoa. Amen. Unataka kutajirika? Unataka kuwa mtajiri? Toa. Unaanza ukiwa huna. Nilikwambia tu kuzaliwa matajiri, lakini nilianza kabla hatuna, na kabla yeyote mwingine hajaokoka ndani ya hiyo mboma, ndani ya hiyo nyumba. Ni mimi niliokoka wa kwanza, na nikaanza na kutoa kile kiko. Hiwe ni nini? Ninatoa. I give. Tukuzaliwa matajiri. Utajiri Bwana ametuletea kwa ajili nilitoa. Tuko pamoja? Unaanza kutoa hiyo kidogo, alafu hiyo kidogo inaongezewa nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kutoa hiyo kidogo. Dada, Bwana Yesu akiwa kwenye mahali ya karuni kwa synagogue, na dada akakuja kutoa kwenye hiyo mfuko ya kutoa, na anatoa nini? Dururu. Na Bwana Yesu akasema huyo ndio ametoa nyingi kuliko wale wengine. Tuko pamoja? Kwa ajili wale wengine wote wametoa kwenye utajiri wao, lakini huyu dada ametoa kutoka kwa ile kidogo ako naye, na pengine hakuwa na ingine, akaweka pale. Na Bwana Yesu akamrate. Bwana Yesu akasema huyu ndio ametoa zaidi ya wote. Tuko pamoja? Na ndio sababu tunasema uwe na ndururu, uwe na shilingi 5, anza pale. Lakini ukianza hapo kwa ndururu ama kwa shilingi 5, aukai hapo milele. Tuko pamoja? Aukai pale milele. Ukianza hiyo step ya kwanza, anaendelea akikubariki. Next time utakuwa na hiyo shilingi 1. Next time utakuwa na shilingi 10, toa 2. Next time utakuwa na shilingi 20, toa sasa 5. Next time utakuwa na hiyo shilingi 20, utakuwa na 100, toa 10. Tuko pamoja? Na unaendelea ukipanua kutoa kwako namna hiyo. Unaendelea ukipanua kutoa kwako namna hiyo. Wakati ule ningeanza kutoa na shilingi 10, enzi sile nilikuwa naona sina ya kutoa. Ninatoa na shilingi 10. Ndio kitu ikanikujia ya kwamba nikiingia kanisani ni meeting na Bwana Yesu. Because nakuja nainua mikono na abudu, naimba na muabudu, ni yeye tunakuja kukutana naye. Nani mwingine nakuja kukutana naye? Umekuja kukutana na nani mwingine kanisani? Tusikuwe tumekuja kuimba tu peke yake na hatujui ni nini. Tusikuwe tunakuangalia marinda ama tuangalie yeyote. Tunakuja kukutana na nani? Na Bwana Yesu. Kwa hivyo ukikutana na Bwana Yesu kwa nduka, utamununulia chai na yeye na wewe chai. Tuko pamoja? Nikaanza kuangalia na macho ya hiyo ya imani. Macho na mna hiyo ya imani. Na nikiangalia na macho ya imani na mna hiyo, nikachukua another step, nikaenda na nikatenda. Nikasema nikiingia kwa hiyo nduka, siku hizo nilikuwa tu mtu wa kukutania na mtu kwa kioski. Kwa hivyo singelikaa na mtu kwa hoteli nimnunulie nini na sikuwa na kitu. Kioski tu nikiwa pale nitamununulia soda ya shilingi 5 na yeye akunywe ya shilingi 5, na alafu na kakeki ya shilingi 5, yeye atumie 10 na mimi 10. Hiyo ni 20, na nilianza na 20. Tuko pamoja? Nilianza na hiyo 20.
Na 20 ikaenda, nikaendelea na ikaanza kubarikiwa because nimetia imani ndani ya hili jambo. Na nikaanza kubarikiwa, nikafika mahali nikasema saa hii nikutana na Yesu atakula 25 na mimi 25. Hiyo ni 50, nikaanza kuingiza noti kwa mfuko. Tuko pamoja? Noti ile nyekundu nikaanza kuingiza ya 50 shillings na nikaendelea hivyo. Nikafika mahali nikasema sasa nikiwa naenda kwa Bwana Yesu simukalishi kwa kioski, simukalishi kwa kanduka tu, tutaingia Steers. Kuna nduka ilikuwa maarufu siku hizo, Steers. Alafu ndio ilikuwa mpya wakati huo, ilikuwa inaitwa Steers na ilianza moja, na tulingetoka na wakati wa Sunday tunaenda na watoto tukule pale Steers Wembaga na sijui nini. Inakuwa ni kitu mpya pale. Nikasema nitambeleka hapo, yeye atakula mwisho yake, yeye atakula nini? Atakula 200 na mimi 200. Nikasema nikaanza kutoa. Sasa siwezi kutoanisha kwa noti ya 500, nikatupa tu yote 500. Tuko pamoja? Na nikasonga hivyo step by step. Unatia imani ndani ya kule kutoa kwako, na unapotia imani katika kule kutoa kwako, Mungu anaanza kukubariki. Wakati huo tu kwa na chochote, nilikuwa natembea miguu. Alafu Helda alikuwa amebarikiwa na njia ile, alipata kangari kalikuwa kamuzee pale. Siwezi kukasahau, kalikuwa ni kei juu. I don't know, it was 388. Ndio alikuwa anaanza kubarikiwa, lakini hakuwa wameokoka, nyumba yote iko imeokoka. Hii ilikuwa ni imani yangu mwenyewe. Na hapo tukaendelea. Wakati wa tithe, mhubiri mgeni alikuja kanisani akahubiri, akasema unafaa utolee Mungu tithe, na akatoa juu ya mahubiri. Nakumbuka nikimbeleka Helda Carnival ndio nimuitishe hiyo pesa, nilipledge hapo. Nilikuwa nimepledge 8,000 na singeipata. Na nikampeleka Carnival, nikamwambia nataka nikupeleke date. Alishangaa sana because sijawahi. And then date ilikuwa ya jioni, tukaenda pale, ndio nilimwambia I want. Tuko pamoja. Na kwa hakika Mungu ni mwaminifu, nikapata hiyo 8,000 nikaleta kanisani. Na nilipoleta the following Sunday, nikaamua tithe yangu nitatoa, na nikawa naanza kutoa sasa more than zaidi ya ile. Wale wamepita commitment class I'm always tempted to say all these testimonies. Nikawa natoa zaidi ya yale ninapata mapato yangu binafsi, ninatoa zaidi, na Mungu akawa anatubariki. Kwa hivyo tuingie hiyo number 2 ya tithe. Number 1 umeelewa ni sandaka ile ya kila Sunday. Na umesikia umeambiwa wazikuje mkono mtupu. Tuko pamoja? Na umesikia ya kwamba ukitoa kidogo unabarikiwa tu kidogo, ukitoa nyingi unabarikiwa nyingi. Haya, twende. Kuna tithe. Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 22. Hizi amri zote unahitajika kuzitii kama Mkristo, as a Christian. Hiyo ndio iko na amri ya kutoa tithe. Inasema nini? Tusome pale juu wote pamoja. You shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces year by year. Nasikia hiyo ndio amri. Hiyo ndio amri ya Mungu kwetu kwa ajili ya yale mapato na mazao unapata kutoka kwenu nyumbani hapo kwenye shamba. Chenye unalima pale kwenye shamba umeambiwa you shall. Nilisema ukiona neno you shall, hiyo ni kitu inaendelea, lazima unafanya kila wakati unapata mazao. Tuko pamoja? Na ukiona neno you shall, hiyo ni amri. Tuko pamoja? Unakuta ni lazima utakuwa unatoa kila wakati. Mvua ikiisha na umevuna, unabonda mahindi yako, maharagwe yako, ukitoa magunia 10, moja si yako, ni ya Mungu. Tuko pamoja? Ukitoa maharagwe 9, utahesabu na kilo hizo, alafu unapelekea Bwana. Ukitaka kutoa zaidi, you can even give more. Tuko pamoja?
Hauwezi kuoverdo Mungu. Hauwezi kutoa na umuzidishe Mungu. Sunday tuliona vile alitoa hata mwana wake wa pekee ndio wewe na mimi tusiangamie. Tuko pamoja? Kwa hivyo hatuwezi kuzidisha Mungu. Tukitoa nyingi hata yeye atamwaga nyingi kwa maisha yetu. Haleluya. Baba yetu Abrahamu akatoa fungu la 10 pale katika Mwanzo 14 mstari wa 18 mpaka wa 20. Tukiwekewa pale tutasoma kwa haraka. Na wewe nataka utaangalia kwenye Bible yako, usirudi kuanza kuwa unakuja na Bible mbure. Tufungue pale because najua wengine hawabebi hiyo Bible ya Kizungu. Tufungue pale ni Kumbukumbu la Torati 14. Nilisema Genesis 14. Hiyo ni Mwanzo 14. Mstari ule uko pale ni 18 mpaka wa 20. Tuko pale. Mefungua kwako? Tusome pamoja. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Unasoma na mimi? Hebu malizia hiyo. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. And he gave him na hiyo ndio fungu la 10 la kwanza tunaiona kwenye Bible pale. Fungu la 10 la kwanza kutolewa na binadamu ndio hiyo. Na unasikia inapewa nani? Melchizedek, ambao alikuwa ni priest. Alikuwa ni kama pastor wa siku ile, lakini hakujulikana mama yake ni nani. Hakujulikana baba yake ni nani. Na hakujulikana alitokea wakati gani. Na hakujulikana akiondoka ni wakati gani alijulikana. Aliondoka. Tuko pamoja? Wala hakujulikana alikufa, kama alikufa ama ilitokea nini kwake. Na hiyo the word Salem means peace. Inamaanisha amani. King of amani, ama mfalme wa amani. Na ni nani yule mfalme wa amani? Mfalme wa amani ni Bwana Yesu Kristo ndio mfalme wa amani. Kwa hivyo inamaanisha Bwana Yesu Kristo alimtokea pale akitoka kwa hiyo vita ambao aliua wafalme 5 mara moja, akiwa na jeshi ya wafanyikazi wake wa nyumbani about 336 people. Alafu amewaua na ametokea kule akiwa na hiyo ushindi. Ametokea, alikuwa ameenda kuokoa Lot ambao ni nephew yake, na akakuja na zile zote walitega kule kwenye hiyo vita. Na katika hizo akampatia, akakutana na mfalme akiwalaki pale karibu wafike, na wakalakiwa na mfalme wa amani ambao wanamuita Melchizedek. And then akampatia, akamngawia, akahesabu. Sikifika 100 anachukua 1. Inafika 100. Ikifika 10 chukua 1. Ikifika 10 tuko pamoja. Kwa hivyo anampatia 10% ya kile chote alitega kwa hiyo vita. Tuko pamoja. Kwa hivyo ndio wa kwanza kutoa sadaka hiyo ya fungu la 10, akatuonyesha na yeye ndio baba yetu wa amani, ni baba yetu wa imani. Vile tulisoma Sunday. Mtoto wake Jacob, mwisukue Jacob, pia amekuja wakati unaofaa, aliokuwa hai, akaahidi atatoa fungu la 10 katika kitabu ya Mwanzo 28 na mstari ule wa 22. Mwanzo 28 mstari wa 22. Jacob anaahidi, ukinizuilia uovu na ukiniweka vizuri, nikirudi nikiwa vyema, nitatoa sadaka ya fungu la 10. Hebu tusome pale juu tuone. And this stone which he set as a pillar before shall be God's house, and of all that you give me I shall surely give 1/10 to you. Unaona anaahidi Mungu?
ninaelekea kule Mesopotamia. Natoka kwenye nchi ya Kanaani naelekea Mesopotamia. Pale alikutana na Mungu alipolala akiwekelea hiyo njiwe kwenye kichwa. Alafu usiku anaona kwenye maono ya usiku ya ndoto, ngazi imetoka chini inafika mbinguni, na malaika wanapanda na wanashuka, wakimshukia wanapanda, wakimshukia wanapanda. Tuko pamoja. Alafu Jacob alipoamuka akasema, kweli hapa hii ni nyumba ya Bwana, na nikirudi nikipe Mungu kinipeleka vizuri, na ukinifaidi kule naenda, na ukiniweka vizuri vyema, nikirudi huku nikiwa sawa na Salmin, basi nitaifanya hii njiwe hapa. Akaichimbia akaiweka pale na akaiwekelea mafuta ya upako. Akasema, hii njiwe nitaifanya nyumba ya Bwana, nitaitengeneza iwe nyumba ya Bwana. Alafu akaacha ameahidi, na nitatoa fungu la 10 nikikuja kuijenga hiyo nyumba ya Bwana hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuwa ni kutembea na Mungu kwa imani. Ni wewe uanze kutembea na Mungu kwa imani. Jacob pale ameahidi sandaka, na aliporudi kweli kabisa alitoa sandaka. And then tunaenda katika kitabu ya Malaki ama Kikamba ni Malaki ama Malaki na Malach Kiswahili. Kifungo ni kile cha 3 na mstari wa 8. Tukisoma ile Malaki kifungu cha 3 mstari ule wa 8, kila mmoja amefungua, tunasoma pamoja. Tuanze pamoja. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. The next verse. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will be not room enough to receive what he will pour. Uko pamoja? Anatuambia hivyo Bwana Mungu. Anasema, toa fungu la 10. Kwa nini mnaniibia? Unajua hii kind of robbery, hiyo neno ukiona robbing, inakuanga actually ni ile unachukulia panga ama nyundo unagonga, alafu unaangusha chini ndio unyakue. Tuko pamoja? Wale wako wezi wa sophisticated wanachukua nini? Bunduki. Ananunua bunduki alafu aende kwa Mungu, lete ama nikumalize. Hiyo ndio hiyo neno wanasema pale robbing. Tuko pamoja? Because stealing ni ile mtu anaiba kama uoni. Umeweka pesa zako hapa kwa mfuko ya nyuma, na anatokea nyuma anafanya tu hivi na anatoka. Tuko pamoja? Na huo uoni. Lakini hii robbing inakuwa ni uko na silaha na utapiga. Pengine unaweza piga na umalize, ama upige na ikuwe umepiga tu sana. Huyo mtu lazima akuwe attended tu, apelekwe hospitali. Tuko pamoja? Akienda kurobu hivyo, na anarobu vitu nyingi, anarobu kitu kikubwa akirobu hivyo. Kwa hivyo ndio Mungu anatuuliza, ni kwa nini tunamuibia namna hiyo tukiwa harmed? Tuko harmed kuibia Mungu. Unajua how you are harmed? Because uko na reasons za hiyo sandaka, hiyo tithe ya kuiweka. Uko na reason zake, na hizo reason ndio hiyo silaha uko nayo. Uko na sababu. Hizi masababu yote unaziweka. Sitatoa kwa ajili hiyo mchungaji ataenda kukula tu. Sitatoa kwa ajili yao wako na pesa nyingi. Sitatoa kwa ajili mimi sijalipa nyumba yangu. Sitatoa kwa ajili hata na hapa panahitaji chakula. Sitatoa. Hizo masababu ndio silaha uko nazo mbele za Mungu.
na you rob God alafu tunachukua lile fungu lake la 10 na sadaka. Anasema, yet you have robbed me, but you say, in what way have we robbed you? Mumeniibia mkiwa na silaha hizo zote, na ni haje mnaniibia? Anasema mnaniibia kwenye fungu la 10 na nini nyingine, na sadaka. Si sadaka tumeona ni nini? Ili fungu la 10 nieleze kidogo pale. Ili fungu la 10 ni unalipwa 3,300 si yako. Tuko pamoja? 300 ni ya nani? Ni ya Mungu. Unalipwa 10,000, 1,000 si yako, ni ya nani? Lakini anatuambia tunamuibia because tunachukua yote tunatumia na hatuweki ile yake kando. Mbali ile unakula imeteuliwa. Hiyo 10% ya ile kitu umepata imeshateuliwa. Mungu ameshaitoa kwako, si yako, ni yake. Lakini anakuamini na kukudhamini uweze kuitoa kwako uilete kwake. Lakini unakuwa si mwaminifu. Tunakuwa sisi wote si waaminifu ile ya kwamba atuleti ile fungu la 10 kwa Mungu, alafu anatuonya akituambia kwa ajili tunamuibia tumelaaniwa na laana. Una imagine Mungu ambao amekuumba, Mungu anakupa pumzi, Mungu anakufanyia chote, anakupa hiyo oxygen unapumua ndani na nje, na hajakulipisha. Anakuambia badala ya kukulipisha hizi vitu zote, tulisema dunia ni ya Mungu na vyote vijazavyo, anakuambia kaa pale ndani, tunza hii dunia, tawala pale, tawala wanyama, tawala mali yako, tawala kila kitu, na uzalishe na ukue mkubwa na ukue na mali. Hata anasema nakupa nguvu za kufanya kuwa na mali. Alafu anasema na nina kati yangu unatembea na unaishi, nakupa nguvu za kupumua na kupumua nje, utembee na uishi na ukue na nguvu za kutafuta mali. Alafu anasema badala ya nikulipishe oxygen, badala ya nikulipishe mahali umeketi hata sasa na mahali umejenga nyumba na unakaa na unalima, badala ya nikulipishe hizo kuni unatumia, badala ya nikulipishe hata mbolea unapata kwa wanyama, badala ya kulipishe kichochote kile, tenga tu hiyo 10% niyo nimeitisha. Nitengee tu kodi ya wewe kukua hapa duniani. Si mwisho wa mwezi yule anakaa kwa nyumba ya kulipa, si analipa kodi ya nyumba? Tunaita rent siku hizi. Si analipa rent? Na ukikosa kulipa rent, huyo mwenyewe atakuja mbio sana. Saa nyingine ukikawia miezi 2-3 zikikuwa nyingi, ataweza kuja na abebe your sofa set, abebe radio yako, abebe na kile kiko hapo kinaweza toka pesa. Ni kweli? Na Mungu hajawahi beba ama kuondosha hiyo hewa unapumua. Mungu hajawahi beba ama kuondosha hiyo ardhi unalima. Mungu hajawahi beba ama kuondosha hiyo kazi yako. Mungu hajawahi beba ama kuondosha chochote kile amekupatia. Mahali unasimama, mahali unaishi, hajawahi ondoa. Na anasema nipatie tu 10% ya kile tu unachopata. Alafu ukinipatia tu hivyo, mimi utaona vile nitatenda makuu juu ya maisha yako. Because utakuwa unatii amri yangu. Tumesema hii ni amri. Utakuwa unatii amri yangu. Na ukitii amri yangu, unijaribu. Ni hili jambo nimeona kwa Bible yote, akasema nijaribu ndani ya hili jambo. Unaona mahali pale anasema nijaribu kwa hili jambo. Anasema mstari wa 10, try me and try me in this. Try me now in this. Nijaribu katika hili jambo uone kama number 1. Number 1 ni kama fungua madirisha ya mbingu. Hiyo ndio number 1. Mungu anasema ukinijaribu kwa hili fungu la 10, utaona kama fungua madirisha ya mbinguni na nimwage baraka kwako vile hujawahi ona, mpaka ukue hauna room
Hauna mahali pa kuweka baraka. Ujenge mangara na upanue, na urudi upanue tena na upanue tena, ukiwa chakula kimejaa. Ukumjaribu hili hata kwa pesa zako, uone kama hiyo mshahara haitaongezeka. Mnijaribu hili kwa chochote kile unanipa, uone kama hata hizo kuku hazitaongezeka. Hata kama market ya kuku haitafunguka mahali hapana market. Hata kama market ya mbuzi haitafunguka mahali kuna mbuzi, na bado mbuzi zako zitakuwa zinaongezeka, na hata ng'ombe zako zitakuwa zinaongezeka, na hata uone kama sijafungua madirisha ya mbinguni na nikupatie ujuzi ya vile hata utaanzisha mradi wa ng'ombe, wa kuuza ng'ombe na kuuza nyama za ng'ombe. Tuko pamoja? Nijaribu mimi kwa hili jambo, na ni kwa hili hii amri peke yake ndio nimeona Mungu akisema ninjaribu. Tuko pamoja? Ukimjaribu Mungu kwa hili, kuna jambo ingine ameahidi hapo atastenda. Anasema ni pia ukinijaribu kwa hili jambo, nitakemea waharibifu wote. Ikuwa umepanda maharagwe yako, wengine wote wanakaukiwa, kwako inakuwa. Tuko pamoja? Wengine wote kigunyua inakula, inaanza pande ile ya wale hawatoi, lakini ikifika kwako inashindwa na kukula, imeshiba. Tuko pamoja? Inaweza kula na inaanza kukufa because umemjaribu nani? Mungu. Nijaribu katika jambo hili, uone kama sitaweza kukemea hii ya kutoa. Hata Mungu hahitaji wewe ukemee. Unakumbuka kuna mahali anasema tukemee mapepo? Kuna mahali kwa hizi amri za Mungu anasema katika Mathayo 10 na mstari wa 8 anatuambia kemea mapepo. Lakini kwa hii ya kutoa anasema hata usichoke ukikemea, hata usikuwe na hofu, hata usikalie pale unaangalia, uone kama sitafanya nini? Sitakemea, sitakanisha adui kuharibu mali yako, adui kuharibu vitu zako, adui kuharibu vitu, kuharibu mambo. Tuko pamoja? Na anatuma malaika wanalinda vitu zako. Mtu anaweka na anakuja kukuta zimefanyiwa. Wengine ndio watu wanasemanga kuna majini, because unaweka unakuta hapa tumefanya lakini leo nimekanishwa. Unakuta imefanywa mpaka wachane na wao. Wanatolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wahitaji kukua pale wakilinda hizo vitu. Mungu analinda. Mungu analinda because wanamtolea nani? Wanamtolea Mungu. Na ndio hiyo tunasema, anasema nijaribu kwa hili jambo, huone kama sitakemea yule mharibifu anapokuja kuharibu vitu kwako. Alafu namba 3, ukimjaribu Mungu atakuwa anafanya ile mumea yako izimwage matunda. Kuna hiyo mstari amesema, and there will be no room for you to keep. Lakini mstari wa 11 hatu kusoma, tusome pale pamoja tuone. Nitakemea mharibifu kwa ajili yenu. Tuko pamoja? Alafu anasema pia hata hiyo mimea yenu haitamwaga chakula. Kuna mambo 3 ukitoa hii fungu la 10 unapata mambo 3. Ya kwanza nimesema ni nini? Atafungua dirisha za mbingu na mwage baraka. Alafu wewe ukuwe hakuna mahali pa kuweka. Namba 2, nikasema atakemea mharibifu kutoka kwa mambo yako na shamba yako. Tuko pamoja? Hata kutoka kwa kazi yako, mahali pote unapata mapato, anakemea mharibifu. Kutoka kwa duka yako, nakuta zingine zimeibiwa, yako iko sawa. Nakuta wengine hata wakitumia majini na wakileta uganga, yako hata utumii uganga na wateja wanakuja tu kila wakati, because umetolea Mungu fungu la 10. Tuko pamoja? Kuna mtu anataka kutajirika. Kuna mtu anataka kutajirika. Uko na kambiashara kadogo, anza kutolea Mungu. Uko na shamba unalima, anza kutolea Mungu hii fungu la 10.
ndio anaahidi atafungua madirisha ya mbingu, na kila Sunday kuja na sadaka, kuja mkono mtupu. Amen. Atakemea mharibifu, na mara ya tatu atafanya chochote unapanda kifaulu, kinawirishe na kilete mazao. Haleluya. Mara tatu anatubariki hivyo ukimjaribu kwa hili jambo. Alafu tunaenda kwenye sadaka ya first fruit. First fruit. Kabla tujaenda kwa first fruit, tuone hiyo mstari wa Methali 3:9-10. Methali 3:9-10. Tusome pale pamoja. Honor the Lord with your possessions, and with the first fruit of all your increase. Unasikia? Aya, tusome hiyo ingine. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with the new wine. Ukimuheshimu Mungu na sadaka yako na fungu la 10, halafu ongezee pale nini? Mazao ya kwanza. Utaona vile ngara zako zitajaa chakula. Utaona vile mfuko yako ifungukiwi na pesa. Utaona vile biashara yako itanawili. Utaona vile vitu zitaendelea vizuri, na hata baraka itakuwa kwako, na ikuwe inamwagika, ukuwe hakuna sasa njia, unapeana tu. Unapeana tu. Wakati mwingine unabeba tu mandizi unakuja kupea watu tu. Unapeana tu, tuko pamoja. Hauna mahali pa kuweka because ikikaa kwako zitaharibika. Unapeana tu. Ni kwa ajili zimekuwa nyingi na zinafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu wako kanisani. Shangilia Yesu kama wako kanisani. Siri ni nini? Siri ni nini? Na tukiwa kwa hii kanisa na tunaangalia na tunaona practically, and then we are also tunafundishwa tena, si tutoe, tuone vile itaenda, tuone vile tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi mtu mdogo ama mkubwa, mwanarika ama mzee, wote watoe, alafu waone vile Bwana Yesu atawasaidia, vile Bwana Yesu atapanua what they have, vile Bwana Yesu atawapatia akili ya kutumia hicho kidogo uko nacho na kipanuke kikue kingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende 2 Chronicles, Mapinda wa Akeli 3, Nyakati, mambo ya Nyakati wa pili, kifungu cha 3 na mstari wa 6 mpaka wa 10. Tunasoma pamoja nyote. Kama unapofungua tunasoma pale juu, tusome. Andi tunastafuta mstari. Okay, tusome pamoja. And he decorated the house with the precious stones from beauty, and then gold was from the He also overlaid the house, the beams and the posts. It's all. Wait. Ametupatia mstari gani? Hiyo ninasema inatuambia juu ya tithing. Actually inatuambia juu ya tithing. Tunaweza ruka hiyo mstari tuende kwa first fruit. Tuende Kumbukumbu la Torati 26 mstari wa 2. Kumbukumbu la Torati 26 mstari wa 2. Mstari wa 2. Lakini hiyo nataka nikuandikie pia uende ukaisome. Kumbukumbu la Torati kifungu cha 2 cha 26 mstari wa 2 utaenda kuusoma. Ni mistari kadhaa iko hapo chini. Utaisoma. Alafu watupatie pale Exodus chapter 23 verse 19. Kutoka, kitabu ya Kutoka 23 mstari wa 19, ndio tuone mambo ya kutoa first fruit ama mazao ya kwanza.
Haya, tusome pamoja pale kwa screen. The first of the first fruit of your land you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa hapo ndio amri inasema, the first fruit of your land. Ulete wapi? Awe ni kone wa kwanza wa mbuzi, ndio umeanza kuchunga, na mbuzi ndio ule wa kwanza, mulete kanisani, yule anazaliwa kwa hiyo mboma kwanza. Maharagwe kwa shamba ikiwa kabla hujaikula tu hivi, lete kanisani, alafu iweze kubarikiwa. Hii inabarikisha shamba yote, ndio next time ukipanda inakuwa na mazao mengi sana. Amen. Iwe ni chakula ina yote, kabla hujakula tu umetoa kwa shamba na iko green, maharagwe iko green, mahindi iko green, beba lete kwa Bwana. Unajua ikikauka pia utabonda, utaweka kwa magunia, utaangalia utoe fungu la tuko pamoja. Amen. Kwa hivyo first fruit ni lazima tulete kwa Bwana. Then tuko na thanksgiving, tuko na kutoa kwa kushukuru Mungu. Hiyo tutaipata kwenye Zaburi 95 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Zaburi 95 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Tusome pale pamoja. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with the psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. Amen. 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 Alafu hiyo tuambatanishe na Zaburi 107 mstari wa 21 mpaka wa 22. Zaburi 107 mstari wa 21 mpaka wa 22. Tusome zote pamoja kwenye screen. Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works with rejoicing. Amen. Bwana Yesu amekutendea mambo mazuri. Bwana Yesu amekutendea mema. Anakutendea alafu namletea. Mstari ule wa 21 ulikuwa unasema hivyo, kwa ajili ya kazi nzuri, wonderful works which God has done for the sons of men. Na Bwana amekutendea mambo mazuri, hata kama hajakutendea na unabado unang'ang'ana na hilo hombi akutendee. Ametoa Bwana Yesu Kristo, tuko pamoja, akufe kwa msalaba atukomboe. Na hilo ni jambo kubwa sana, tunahitajika kuivalue sana kwenye maisha ya wale wameokoka. Anatutendea mambo makubwa, anatupatia mali, anakupatia kuamuka na kuwa na nguvu ya kuendelea na siku hiyo. Hakuna aliye na uwezo wa kujilinda. Ajali zinaweza tokea anywhere, na hakuna aliye na uwezo wa kujilinda isipokuwa Mungu atulinde. Tuko pamoja. Na nakuhifadhi usiku wote, ukiwa ujijui umelala, ujui chenye kimeendelea katika karibu na wewe pale. Na nakuhifadhi hata wiki nzima. Na nakutendea mambo mengi mazuri. Na ni wewe unajitua na unasema, wacha nitoe shukurani kwa Mungu kwa ajili ya haya. Mstari wa 22 amesema tutoe sadaka ya shukurani. Ndio hiyo iko pale, sadaka ya shukurani kwa Mungu, na tutangaze kazi zake. Tutoe sadaka na tuseme, ili kweli Mungu amenikomboa, amenibariki, amenipatia kuenenda hivi na hivi. Unatoa ile ukusi wako, and then unatoa sadaka shukurani kwa Mungu. Haleluya. Ndio hiyo kutoa sadaka ya shukrani kwa Mungu. Tuende katika kifungu cha ile type ya 5 ya kutoa, ambao ndio hiyo tumepewa pale, ni ya hams. Kutoa hams. Hii kutoa hams
ni kutoa kitu chochote, aina yoyote, iwe ni nguo, iwe ni pesa, iwe ni chakula, iwe ni chochote utapata. Na inatokana na kule kusikia umenguzwa na kuona watu wakiwa wanahangaika, watu wakiwa na umaskini, mtu akiwa hana. Inatokana na hiyo moyo wa kukua unaona huyu mtu hana hiki kitu, naona anafaa nimpatie hii, anafaa nimpatie hii. Kwa hivyo hiyo sadaka ya kutoa sio lazima iletwe kanisani. Hiyo unaitoa mahali pote ulipo, unaponguzwa vile unaponguzwa. Tuko pamoja? Kati moja tukawa kwenye training fulani, alafu ndugu hakuwa kwenye training, hakuwa amejiandikisha kwenye training, na ameingia na wanamjua viongozi wa hiyo training, wamemjua, na akaketi chini pale, na akiketi chini tukaendelea na kutrain naye. Na ikifika saa 5 nikaanza kusikia roho ananiambia, huyo ndugu chukua 1,000 mpatie huyo ndugu. Nikangangana nikaambiwa, huyo ndugu chukua 1,000 mpatie. Nikangangana unajua kutoa kwetu binadamu zinakuwa ni hiyo kungangana. Lakini ngangana kuwa na urahisi ya kutoa na utoe. Kifika saa 7 nilichukua 1,000 nikampatia, sikumjua, na ndugu akaenda kusema chochote siku ile, na akatoka na akaenda. Na alipotoka na akaenda, tukamaliza hiyo training ya siku hiyo. Ilikuwa ni training, nafikiri ilikuwa ya wiki 3. Na tulipomaliza tukaenda nyumbani. Baada ya siku sijui ilikuwa 1 week, wiki hiyo nyingine alirudi kwenye hiyo training, na akasema, alinikujia, na alikuwa anatoka, sikumjua mimi hapo awali, alikuwa anatoka hapo Kangundo, sehemu hizi za Kangundo ukielekea na Siadhani. Akasema, akanikujia na avocados, akanikujia sijui na nini, akaniambia hii mzigo ni yako. Alafu nikamwambia what? Akaniambia, ujui kile ulinifanyia siku ile ni because sikukuwa hata na fare ya kurudi, na sikukuwa na vile nitaenda kufanyia watu wangu nyumbani. Au ujui kile ulinifanyia siku ile nilikuwa hapa last. Yo ndugu, na kutoka hapa nikakuwa naimizika, nikihisi ni roho wa Mungu anataka ili njambo ni vizuri kulifanya. Sema, ujui kile ulinifanyia siku ile. Na nikajua ni Mungu. Tuko pamoja. Na Mungu anataka tukue na hiyo mkono ya kutoa. Tukue na ile mkono ya kutoa. Na ndugu akawa na furaha. Sikumuona tena kutoka wakati ule, na akakuwa na furaha na akarudi nyumbani. Sikumpatia tena, siku hiyo ananiletea avocado. Ni hiyo siku moja tu nilihimiziwa na Mungu. Tuko pamoja. Kwa hivyo ninasema hivi, nikisema hiyo ndio hali ya kutoa, wanaita hams. Unatoa chochote mahali pote ulipo, na popote unaimizika kutoa. Unaweza kuona tu mtu ana nguo, usikie wacha sandi ijayo nitambebea, nitakunja hiyo nguo yangu vizuri ambayo situmii, nikuja nimbariki nayo. Hiyo ndio inaitwa hams. Unaweza kuona mtu anatembea viatu zake zimekaa kama samaki, anataka kufuta hewa pale. Unasikia kusukumika. Unaenda nyumbani uko na nyingi kidogo, ama hata hauna, unaweza kusema hata kama sinunue tu rubber shoes na ni 300 nimpatie. Tuko pamoja? Unaenda unakunja vizuri, unamletea, unampatia. Na hii inakuwa ni baraka, inarudi kwako. Kuna wale wameshatoa namna hiyo, lakini Mathayo 6 na mstari wa 1 mpaka ule unaendelea hapo mbele. Hebu tukimbie hiyo Mathayo 6. Inatuonya na kutufundisha vile tutatoa ili jambo ya kutoa. Inatufundisha vile ya kutoa katika hams. Mathayo 6 mstari wa 1 imeshawekwa kwa runinga. Tuweze kusoma pamoja. Take heed that you do not do your charitable deeds before men, to be seen by them. Otherwise you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward.
Basi hiyo ingine 3. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. So ukiwa umebeba hiyo tu viatu umenunulia ndada, uliona hana, na unakuja kumpatia, tafadhali usimpatie hadharani mbele za watu. Unaambiwa uifanye kwa siri. Angalia kama hakuna watu wengine, alafu mpatie. Hata yeye angependa kukuwa na tangazo hadharani. Tuko pamoja? Ukiwa unabeba hiyo chochote unapelekea yule unapelekea, usiende kumfanyia hadharani watu wakiona. Biblia imesema mkono huu mwingine usijue vile mkono huu umefanya. Na hiyo ni msemo tu, because akili si ndio inajua, na si inasambasia kila mkono. Tuko pamoja? Kwa hivyo huwezi kufungia mkono huu mwingine wako kujua, lakini ni kusema ya kwamba usikuwa unafungulia kila mmoja wenu anaelewa kile umefanya. Na pia imesema usipige tarumbeta. Sema oneni vile nimepata, na hata viatu anavaa ni zangu. Hapana, piga tarumbeta. Ikweni kwenye siri yako na Mungu. Na Mungu anaona because anaangalia roho. Tuko pamoja? Mungu anaangalia roho yako, kwenye siri yako ataelewa chenye ulikuwa unamaanisha na atakulipa hadharani. Kwa hivyo unapompatia kile umempatia, aende, hata ye asiende kutangaza. Tuko pamoja? Unakuwa ni kwenye siri, alafu Mungu anakulipa hadharani. Tukitoka pale tunaenda kwa Matendo ya Mitume, kifungu cha 10 na mstari ule wa 1 mpaka wa 6. Pale tunaenda kuona watu walikuwa wanatoa hiyo hams kwenye kanisa, ama kwenye, hata huyu hakuwa Muisraeli actually, na hata hakuwa anajua kwenda kwenye synagogue, because kwenye synagogue hakungehitajika mtu ambao sio Muisraeli kuingia pale. Angesukuma sana kama hajaweka imani na hiyo Judaism yao. Kwa hivyo huyu alikuwa anatoa kivyake pale. Alikuwa pale wanaitwa hiyo Caesarea. Hebu tusome pamoja. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Twende mbele. An angel of God coming in and saying to him what? Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, what is it, Lord? So he said to him, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now send men to Joppa and send for Simon, whose name is Peter. He is lodging with Simon at Tana, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. Unaona? Anatoa nini? Anatoa hizi sadaka za kusaidia watu. Kikuta wale wanafanya ngorongoro, wapatie. Tuko pamoja? Kiona hata unajua mtu kwenye unjirani wako, unajua mtu ambao atalala njaa, hata afadhali umungawie ile umeshapika. Tuko pamoja? Weka tu kwa kitu, mpelekee, mwambie ona hii unaweza kujisaidia na hii, kama kuna mahali hii itaingia kwenu. Tuko pamoja? Alafu ukiwa mtoaji namna hiyo, unanguza, inakuwa ni memorial mbele za Mungu. Kutoka siku ile umeanza kutoa namna hiyo, inakuwa ni sadaka ya kumbukumbu mbele za Mungu. Atakukumbuka. Cornelius ameambiwa ametoa hiyo sadaka kwa watu wote. Amekuwa akitoa hiyo sadaka kwa watu wote. And then imekuja mbele za Mungu kama nini? Kumbukumbu ya kukukumbuka. Kukiwa na njaa, Mungu atakukumbuka. Kukiwa na jambo lolote linapitia hapa kwenye area yenu, Mungu atakukumbuka. Mungu alikumbuka Noah.
Kwa pamoja, ukiwa na chochote kinachoenda vibaya, Mungu atakukumbuka. Ni lazima atumane ukuwe unusuliwe kutoka kwa chochote kibaya. Tuko pamoja. Unatolea watu, unawapatia watu, halafu Mungu anakukumbuka. Tukiwa na contributions hapa kanisani, ndugu anataka kuoa, mtolee. Tuko pamoja. Kuna ndugu ambaye amefiwa, mtolee. Kama ni maombolezi, mtolee. Kama ni harusi, ni uzuri, mtolee. Kama ni hivyo, toa tu. Ukiwa unatoa, mkono inanyooka kutoa, utakuwa ni mtu yule atatajirika haraka. Ni mtu yule atapata mali haraka. Ni mtu yule ana kumbukumbu mbinguni, na hiyo ikikumbukwa mbinguni, Mungu huwa anatumana. Cornelius akakumbukwa nyumbani kwa ajili ya kutoa kwa, na Mungu akafanya nini? Akatumana. Malaika akamtokea. Na yeye akashtuka, akashindwa. What is happening? Alafu anaposhtuka anaambiwa, matoleo yako na hizo masandaka unapatia watu. Unajua yeye hakuwa anajua kutoa sandaka. Hakuwa anaenda kanisani because ilikuwa ni synagogue kule. Anaambiwa hizo unatolea watu ndio zimekuja kwa uzo ya Mungu kama kumbukumbu, ukumbukwe na nyumba yako. Alafu anaambiwa, kwa hivyo fanya jambo hili. Tumana kule Njopa. Pita ako kule kwa nyumba ya Simon the Tanner. Tumana kule aitwe. Yeye akija atakuambia mambo yote unatakikana kufanya. Ndio kumbukumbu imekuja mbele zetu. Ndio wewe urithi ufalme wa mbingu pamoja na nyumba yake. Walikuwa hawajaokoka pamoja na nyumba yake. Na akaambiwa ukitumana pale atakuelekeza what to do. Unajua lazima utakuwa na mtu wa kukuelekeza vile utafanya. Tuko pamoja. Hawezi kujielekeza mwenyewe. Lazima utaelekezwa na mtu vile unavyofanya. Kwa hivyo anasema Peter akikuja hata kuelekeza vile utafanya, ndio wewe na nyumba yako muweze kupata wokovu. Ndio wewe na nyumba yako muweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Ndio wewe na nyumba yako muweze kumjua Mungu na murithi ufalme wa mbingu. Kwa hivyo akaambiwa tumana kule, alafu Bwana Yesu atakusaidia jinsi utaenda. Ukitoa, ukisaidia maskini hivyo, ukisaidia watu, tukasema kazi zingine kati ya zile zimekufa ni kusaidia hivyo, na ujui Yesu hujaingiza Yesu ndani ya moyo wako. Tuko pamoja? Lakini mpaka unaanza step ya kwanza, unamuingiza Yesu ndani ya maisha yako. Na ukiwa ndani ya ufalme wa mbingu na unatii ile neno, unaanza kutoa namna hiyo. Hiyo yote tumefundisha siku ya leo. Unaanza kuitoa namna hiyo. Na kama Cornelius, Mungu atakukumbuka. Mungu atatenda mambo makuu ndani ya maisha yako. Kutoka hapo naamini Cornelius hakuwa the same anymore. Alafu akituma malaika. Si hata kuna uzuri tu wa kukutana na malaika. Hata kama sio kitu kingine kubwa anatumana. Tuko pamoja. Nikijua nitakutana na malaika, nitashinda hiyo njia siku yote. Ndio nikutane na nini? Angalau nikutane tu na malaika. Anatumiwa malaika wa kumueleza what to do. Na Mungu anafanya mipango, anafanyanga connection. Anaenda kutuma pia malaika, sijui ni huyo ama ni mwingine. Kwenye Simon kule Peter, anatumiwa malaika, anaenda kuonyeshwa. Ukikuja kuitwa, usikatalie kwa ajili mtu wa mataifa. Usimkatalie, anafanya connection. Mungu si ni wa ajabu. Anafanyia connection. Peter anaanza kuonyeshwa maono kule. Anaambiwa akikuja mtu wa kukuita, usikatae, enda. Ni watu wangu. Amekuwa akitoa sandaka za contribution za kupatia watu. Anatoa anapatia watu. Anatoa anapatia watu. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe unaamua, uwe mwanarika, uwe mtu mkubwa, uwe mzee, uwe rika yoyote ile, Mungu ataweza kukubariki. Mungu ataweza kuona matoleo yako, na anaonanga kwenye siri ya moyo wako, na ataweza kukubariki. Haleluya. Alafu tuko na ile mstari nimekuahidi tunamalizia nayo katika 2 Corinthians, kifungu ni kile cha 10. 2 Corinthians kifungu cha 10 na mstari ule wa 5 mpaka wa 8. Hiyo usituwekee kwenye screen. Nataka kila mmoja atafungua, because unahitajika hata uiunderline kwako na uweze kuijua kwenye Bible yako mahali iko. Tusome kwenye Biblia zetu. Ni 2 Corinthians kifungu cha 9.
mstari ni ule wa 5, tutafika mstari wa 8 tukisoma pamoja. Kifungu ni cha 9, mstari ule wa 5 tunafika wa 8. Tuende pamoja zote pamoja kutoka kwa Bible zetu. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly, all of necessity, for God loves a cheerful giver. Hizo matoleo zote naamini wametuwekea pale, wanatuwekea zote 5 types of giving, tatuwekea kwenye screen. Alafu hizo matoleo zote 5 ambazo tumesoma siku ya leo ndio amri ya Mungu anatupatia kutoa. Amri ya Mungu nitukue na number 1 offering, number 2 tithes, number 3 first fruit, number 4 thanksgiving, number 5 alms. Na hizo zote unalazimika ukue unazitoa kwa watu kama unataka kutajirika. Tuko pamoja? Unataka kutoka kwa situation, unataka kutoka kwa jambo lolote lile, hizo matoleo zote ni utoe na Bwana Yesu anaenda kukubariki sana. Na anasema hivi kwa hiyo mstari tumemaliza kusoma, yule anatoa akifinyilia zake, ako mkono ngamu, hataki kutoa, anatoa tu kashilingi kamoja na huko ako na maelfu, huyo atapata nini? Hivyo tu kidogo namna hivyo ametoa. Tuko pamoja? Yule anatoa kwa wingi anapata kwa wingi. Ni wewe usome somo kutoka kwa hiyo mstari wa 6 hapo pale tumesoma. Na alafu mstari wa 5 ametuelekeza hivyo, amesema tayarisha sadaka yako mapema. Of course Paulo alikuwa anawaambia watayarishe kabla hajakuja huko, lakini sisi ni tutayarishe masandaka yetu hata tunapotoka nyumbani. Tukue na sadaka imetayarishwa, tusikue kuja kuanza kusema nitoleane nipatie change kwa hii. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Unaitayarisha mapema because unajua Sunday utakuja kanisa. Tunaitayarisha mapema. So that is ile sadaka mfuko wa sadaka inapitwa ama kikapu inakuwa mbele, hakuna haja ya kwenda kutoa na unatafuta change. Unatayarisha mapema ile sadaka yako, ndio hii umetenga. Hata kutoka siku saa ile unatoka nyumbani, hii portion nimetenga ndio napelekea Mungu. Tuko pamoja? Unatayarisha mapema. Mstari wa 6 ndio hiyo tumesema, wewe mwenyewe ndio utadetermine vile kubarikiwa utabarikiwa. Ukitoa nyingi unabarikiwa nyingi, ukitoa kidogo unabarikiwa nini? Alafu ninasema hapo niseme hivi, ukitoa ukiona kama unatolea binadamu, hapo ndio utaenda makosa sana, because ni Mungu unatolea na pesa iende ikafanye kazi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa yote unayotoa kwa hii kanisa inaenda kwenye kufanya kazi ya Mungu. Hatujapata pastors ama watu wengi wa kupata hiyo allowance ya hii kanisa. Na ndio hiyo tunasema yote inaenda kwa kufanya kazi ya Mungu. For example, klasi ambao tumekuwa tukiwa naye, kuna watu wamesafiri kutoka Kola na kukuja hapa, na imetungarimu na transport. Tuko pamoja? Imetungarimu na kile kingewa sustain siku hiyo, ndio isipokuwa tulikuwa tumefunga. Imetungarimu na kile kingewa sustain siku yote wakisoma. Imetungarimu na kila kitu, na hapo kule mahali kama hiyo ndio inakuwa na sadaka ya kanisani. Juzi tulikuwa na seminar ya wanarika na inakuwa ndio ina sustain hizi vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina sustain kanisa. Kwa hivyo na kuna kwingine, kuna matati, kuna
kila mahali tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwezi kusimama hapa tuelekeze na tukuambie hadharani vile sadaka inaenda kufanya kazi. Ni wewe unatoa na unakuwa unaamini yule mtu anaenda kutumia atatumia vile anatakikana. Na unajua ukitoa na unaacha, yule anatumia ndio ataulizwa na Mungu. Tuko pamoja. Siku ya Sunday tuliona vile baba yetu wa imani Abraham alileta mtoto wake kwenye madhabahu kule Moraya na akamwekelea kwenye hiyo madhabahu na anataka amchinje, akate shingo ndio aweze kufanya nini? Kumchoma. Tuko pamoja. Ukileta sadaka mbele za Bwana, waacha ikuwe ni ile umekata shingo na unachoma. Kwa hivyo hata ukitaka kufuata nyuma unafuata maji, because sadaka ni ya kuchoma. Tuko pamoja. Kileta ikiwa ni pesa, ukishaleta pale usiangalia hapo next mahali vile itaenda, because hii ni sadaka imekatwa shingo na inacho. Badili ya Isaac, Mungu alileta sadaka ya kondoo, na kwa kweli Abraham akachukua hiyo kondoo kutoka kwa msitu pale, akaiwekelea pale haraka, akakata shingo na akaweka kuni, moto ikamalizika hapo na moto, alafu akarudi nyumbani akiwa amemaliza hiyo jambo ya sadaka. Tuko pamoja. Kwa hivyo kama hivi ndio sadaka inatakikana kuenda, ni wewe ukiitoa kwa mfuko yako, ukishaiweka pale unasahau, unaiona ni ile imekuwa maji, unaisahau, imewekwa moto, imekuwa njivu na hakuna kitu utaweza kuokota, hakuna haja ya kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mentality ukiwa na akili namna hiyo itakusaidia sana, because utakuwa unasumbuka, wamefanyia hiyo sadaka yangu nini? Tuko pamoja. Utakuwa unasumbuka, hii ngari naona wanaendesha ni ile sadaka yangu, hii kitu naona wanafanya ni ile sadaka. Tuko pamoja. Hautakuwa unasumbuka hizo vitu zote, na Bwana atakuwa anakubariki. Kwa hivyo unapoleta sadaka na unapotolea mtu yeyote, hata hiyo nguo unampatia kama hams, usiende kuangalia kwanza kuchunguza umetoa kama sadaka ya kuchomwa. Usiende kuchunguza ya kwamba anavaa ama havai. Ni ile nguo yangu ameenda kufanyia. Ni ile nguo yangu alifanya. Ni viatu zangu anapanda huko nazo. Tuko pamoja. Ulishampatia na imeisha kwako, jikatanishe nayo kabisa hata kabla hujanipatia, and then inakuwa imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana Yesu anatubariki. Kwa hivyo hiyo mstari inatuambia kwamba vile utatua ndio utabarikiwa. Simple as that. Alafu mstari wa 7 unasema kila mmoja akusudie ndani ya moyo wake, sio kulazimishwa, bali kwa kusudi lake mwenyewe na kile kitu anaamua kutenda. Hakuna mtu anakulazimisha. Ni wewe mwenyewe upende Mungu kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Unajua nguvu zako zote hapo kwenye nguvu zako zote kuna pesa yako. Ile umetolea nguvu zako ukafanyia kazi. Tuko pamoja. Kuna vitu zako. Kuna hapo kwenye kupenda Mungu, penda Mungu na roho yako yote. Na hisia zako zote na nguvu zako zote ni kumpenda Mungu, mtumikie kazi na pia umtolee kile chote uko nacho. Ndio hiyo kupenda Mungu. Kwa hivyo nguvu zako zote ni kile utamtolea, na pia nguvu zile utatoa kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Hizo zote unampenda hivyo, na katika kutoa kwako utaonyesha vile unapenda Mungu. Itaonekana pale vile unampenda Mungu. Alafu kama unampenda sana, itakubidi utatoa out of vile uko nayo, sio vile hauna, na sio kakope ukuje kuleta kwa Mungu. Tuko pamoja. Ni ile uko nayo. Ile uko nayo tolea Mungu kwa kiasi hiyo, na Kristo atakubariki sana. Na alafu ukiwa unataka kutajirika, hiyo uko nayo unatoa zaidi. Nikwambia saa ile nilikuwa naendelea hivyo, na nikaona kumbe hii nikitoa itafungua madirisha ya mbingu. Wacha nijaribu Mungu. Ile tithe yangu niliongezea, badala ya kutoa 4,400 sijui ngapi, 5,500 nilikuwa natoa 700. Hiyo ni kumaanisha nalipwa mshahara wa 7,000 na mshahara wangu ulikuwa 4,000 something. Alafu ikiongezewa house allowance ilikuwa inakuja 5,800. Nilikuwa natoa 700 yote pamoja hapo. Naona hakuna haja ya nianze kurudiana change na Mungu. Tuko pamoja. Naweka tu 700 hapo. Alafu unapotoa zaidi
unaendelea kubarikiwa zaidi. Wakati huo nimekwambia ndio hiyo kangari nayo nilikuwa naiona nyumbani kwa Matata. Na pia mimi mwenyewe ilikuwa ni mambo. Tuko pamoja. Ilikuwa ni mambo, ni nyakati hizo. Lakini vile niliambiwa kutoa namna hiyo, hata hiyo ngari ndio nilipewa nikaanza kujifundisha kuendeza nayo. Wakiwa wamepata ngari Eda akiwa amepata ngari mpya, ndio hiyo nilipewa nikaanza kujifundisha nayo. Unajua mambo inakuanga kali saa nyingine. Nikiingwarisha mahali nikijifundisha natetemeka, napeleka kwa ngaranji wakanipea kabla kuja kujwa. Tuko pamoja. So, ilikuwa actually ndio ilinisaidia kujua vizuri kuendesha ngari. Na nikaendesha hiyo kitambo nianze kupata mpya na mambo kama hayo. Na unaambiwa haya maneno na wewe ujitie nguvu ya kutoa. Tuko pamoja. Katika kutoa hautaenda wrong. Katika kutoa ni hiyo ndio jambo. Wahindi wakijua hiyo, kwenye makanisa yao ya Kihindi ya kuabudu sanamu wanapika chakula wanaweka pale nje. Watu wote wa mjengo wanaendanga kukula pale. Nimeshaona na macho yangu. Na wao Wahindi si ndio wamechikilia uchumi wa Kenya? Wamebarikiwa because hii ni principle inaenda overboard. Principle inaenda aina yule ameokoka na yule hajaokoka. Hii ndio amri ya yule mtu yeyote anataka vitu. Unataka mali, unataka vitu, hii ndio principle, hii ndio amri. Tuko pamoja. Tenda hii utakuja kuniambia kama haujapata. Na mstari wa Matendo ya Mitume 20 mstari wa 35 unasema ni vizuri sana ama inakuwa kubarikiwa sana kutoa kuliko kupokea. Ndio hiyo sasa nataka kukupatia pale. Kuna kalaini kale ka mwisho hivyo kanasema hivyo. Lakini tunaweza soma yote pamoja. Tusome kwa hiyo screen yote pamoja. I have shown you in every way by laboring like this and that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus that he said, it is more blessed to give than to do what? Than to receive. Bwana Yesu mwenyewe akasema, na hata tukienda kabla tujaenda kwa Bwana Yesu, Paulo mwenyewe anasema na nimekuonyesha kwa njia yote. Si hata hapa kanisa hii tumewaonyesha kwa njia yote. Kwamba kutoa ni muhimu sana kuliko kupokea. Na Bwana Yesu pia akarudia hilo jambo akasema ni maana sana na baraka sana kutoa, kupeana kuliko kufanya nini? Kuliko kupokea. Kwa hivyo tutamalizia na hiyo kifungu tukisema ni muhimu sana kutoa kuliko kufanya nini? Kuliko kupokea.